Kwa nini Yesu anavuja jasho la damu kwenye maombi? Kwa nini asivuje jasho la damu kwenye kazi zake? Kwa sababu Yesu alifanya kazi za useremala, lakini haikurekodiwa popote kwamba aliwahi kuvuja jasho la damu kwenye kazi zake za useremala. Lakini Yesu alifanya kazi ngumu kama za kuhubiri, pia ni kazi. Lakini hatukuwahi kuona Yesu akivuja jasho la damu popote iliporekodiwa akiwa katika harakati za kuhubiri au akiwa katika harakati za kupandisha ile milima. Alikuwa akipandisha milima na makutano wanamfuata huko, anawaombea na kuwafundisha huko. Hakuwahi kuvuja jasho la damu, ila alipofika Getsemani akiwa anaomba alivuja jasho lenye matone ya damu. Hii inataka kutuambia nini? Ukizingatia kwamba Yesu alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii, lakini hakuwahi kuvuja jasho la damu kwingine kote. Cha ajabu ni kwamba wakati yeye Yesu anavuja jasho la damu, anaomba paka anavuja jasho la damu, hapa kulikuwa na wengine watatu, Petro, Yakobo na Yohana, ambao walikuwa wamelala tu. Sasa wakati, yani sio kwamba hawajaomba, wameomba kidogo, wameomba wanavyoona wao ndio wameomba, alafu wamefanya nini? Wamelala. Lakini mwenzao yale maombi ameapa uzito kiasi kwamba anatoka jasho la damu. What is behind the prayer? Kuna kitu gani kipo nyuma ya haya mambo? So nataka tuangazie vitu vichache kuhusiana na hili swala. Lakini hakuvuja jasho la damu Yesu kuelekea Golgotha, kwenda kubeba, wakati anabeba ule msalaba mpaka akasaidiwa. Lakini hakuvuja jasho la damu katika safari ngumu kama ile. Alivuja damu, sio jasho la damu. Okay? Hiyo inatuambia mambo machache. Namba moja, maombi kwa Yesu alichukulia ni kitu serious kuliko kitu kingine chochote. Na ndio maana ndio maombi tu yaliyoweza kumtoa Yesu jasho la damu, sio kitu kingine chochote. Lakini namba mbili, maombi kwa Yesu ilikuwa ni kazi kama kazi zingine, na pengine muhimu kuliko kazi nyingine. Kwa aliipa uzito, na ndio maana inamtoa jasho. Wakati wengine wameichukulia ni kazi ndogo tu ambayo unaomba unalala, lakini Yesu aliipa uzito kiasi kwamba inamtoa jasho. Wewe unaichukuliaje swala zima la maombi? Lakini maombi kama maandalizi pia ya huduma yake au kwenda msalabani, yanaonesha umechukuliaje ile kazi ambayo Mungu amekupa, ule wito ambao Mungu amekupa. Namna ulivyochukulia ule wito ndio ambavyo utaingia kwa mzigo katika maombi. Kwa hawa kina Petro inaonyesha jinsi gani hawakuwa na mzigo na wito wala ile kazi ambayo ipo kesho asubuhi. Walikuwa hawana mzigo nayo, so wakaomba kidogo na wakalala. Sawa? Kwa mimi nakupa changamoto kwamba wewe unaombaje? Hii inafunua je kwako maombi ni kazi, lakini je